tufanye mipango yetu ya kitabibu ili tuweze kujiridhisha Yakub atakuwa nje kwa muda gani na anahitaji aina gani ya matibabu. Dani Kamara Pinpin Spider yeye anamalizia muda wake wa matibabu ya nje. Mungu akijalia hadi kufika Januari mwishoni hii atakuwa amesharejea uwanjani. Kwa hiyo hapa tunachosubiri watakaporejea kutoka kwenye majukumu ya AFCON huko, ataripoti kambini na tutapata ripoti kutoka kwa madaktari wa timu ya taifa ya Tanzania, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi ya kusema tunaongeza nguvu kwenye eneo la goalkeeping ama kitu gani kinafanyika kuelekea mbele ya safari. Semaje kina tujaona zile mambo zako za kulichambua kocha Steven Becker au mshuhudia kule Afrika Kusini na Stellenbosch. Steven Becker ni moja kati ya makocha bora sana ambao tuko nao Afrika hii, na ni very lucky Afrika kuwa na kocha aina ya Steven Becker. Ni kocha mwenye uwezo na daraja kubwa kwa kweli. Steven Becker ni kocha ambaye ama ni binadamu ambaye anaweza akayageuza maji ya kwenye kisoda kuwa ya bahari. Huo ni uwezo aliyokuwa nao Steven Becker. Asigune mtu, asicheke mtu. Mmeuliza wenyewe. Pazito ngumu. Huo ndio uwezo aliyokuwa nao Steven. Kama huwezi kukaza, usikae mbele hapa. Mazito. Huo ndio uwezo aliokuwa nao kocha Steven Becker. Maji ya kwenye kisoda, yale kwenye kisoda ana uwezo wa kugeuza na kuwa bahari kubwa. Tena sio bahari ya Hindi, bahari ya Atlantic, bahari kubwa zaidi duniani. Hiyo ni kazi ambayo anaweza kuifanya Steven Becker. Nini inamaanisha? Ana uwezo wa kufanya kitu kidogo kuwa kikubwa. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kukupa matokeo leo na ana uwezo wa kuitengeneza timu yako ikafanya vizuri kesho. Huyo ndio Steven Becker. Ukiangalia Simba nikiwa nazungumza usiwe na chati. Sawa bwana Nimba, hauna penzi jipya. Sasa kila saa unachungulia, mwambie unamaliza kazi kwanza utamkuta tu. Sawa. Kazi kwanza, mahusiano baadaye. Sababu najua hawezi kuwa rafiki yako wa kiume, hawezi. Hakuna mwanaume anaweza akakutafuta saa 5 hii, hakuna. Anataka kukwambia nini? Ashalala huyo saizi. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vidogo vikawa vikubwa. Sisi tuliangalia mengi kwa Steven Becker. Kwanza aina yake ya mpira, kwa maana ya football philosophy yake. Mpira anaocheza Steven Becker ndio mpira ambao Simba Sports Club tunacheza. Mpira wa kujilinda, mpira wa kushambulia, mpira wa kwenda kwa kasi. Huo ndio mpira wa Steven Becker na huo ndio mpira wa Simba Sports Club. Lakini mpira wa chini, Lunyes, Mali, Tembe, ndio mpira wa Steven Becker na ndio mpira. Kwa sisi na Steven Becker tunarandana, tunafanana namna hii. Kwa hiyo tukasema huyu anatufaa. Lakini tukaangalia maisha yake ya kazi. Tukaiangalia alikoitoa Stellenbosch, alikoifikisha Stellenbosch, muda aliokaa na Stellenbosch. Tukasema huyu ni mwalimu ambaye ana kitaalamu inaitwa endurance, ana uwezo wa kuhimili vitu vingi. Ameifanya Stellenbosch kuwa timu kubwa na kuwa timu tishio, sio tu Afrika Kusini bali Afrika kwa ujumla. Sasa mwalimu yule ukamleta Simba Sports Club kwa maarifa aliyokuwa nao, utaalamu aliyokuwa nao na ile endurance yake aliyokuwa nayo, huyu mwalimu tukasema ni chaguo sahihi ndani ya timu yetu ya Simba Sports Club. Mpaka sasa bado hajaanza kuonesha makali yake, bado yupo katika sushia kupika wali. Kila siku hatua ya kwanza huwa ni kuchambua. Sijui umeelewa ile. Sasa pale bado hujaanza kupika. Ukishatia jikoni pale ndio unaanza kupika. Kwa sasa hivi mwalimu Steven Becker yupo kwenye kuchambua, kuangalia apite wapi, apply kitu gani, afanye kitu gani. Baada ya muda mchache, hasa baada ya mapinduzi kumalizika, bunduki zetu zote zikisharejea kutoka AFCON, wakaja pale
wakaanza kufanya mazoezi ya pamoja katika uwanja wa Mo Simba Arena. Pale ndo anaanza kupika timu ya tishio na timu ya hatari. Huyu mwalimu ana hatari sana, alimtoa Zamalek nyumbani kwao Cairo, Misri. Sasa huyu mwalimu anakwenda kutuvusha mbele ya Esperance de Tunis. Ndio maana tukasema wewe unatufahamu. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kwanza ndani ya muda mfupi akarejesha makali ya Simba, alafu akaitengeneza Simba tishio kwa kesho na kesho kutwa. Steven Becker. Semaji, ulikuwa una uchu sana na Mike. Leo umezipata. Ndio maana sipokeagi simu yako. Sababu alikuwa likizo. Kwa sababu gani? Umenihoji, umesema na uchu. Basi nitakuonyesha namna gani ya kutokuwa na uchu. Tunakushukuru. Mmemaliza wanangu. Tumalizika. Swali. Wazanzibari